na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndio unapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. 2, jitahidini na jiepusheni kuwa vyanzo vya malalamiko jitahidini na jiepusheni kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwenye vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. 3, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. 4, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa vinahakikiwa na kuvikagua kabla hamjaenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vile vya uraiani na saa 2 kamili asubuhi kwa vituo vile vya magereza na vyuo vya mafunzo. 6, ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. 7, kufanyika mawasiliano. Mnatakiwa kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. 8, kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. 9, na mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo,
Kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba hii. Kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, ninanukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimenukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonyesha mambo manne. Jambo la kwanza, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. 2, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo linahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. 3, kwamba taarifa zozote za uchaguzi